Wakati Siti alilala, Halima alishona nguo za majirani. Akishona kwa sindano moja iliyokuwa imezoelea mikono yake. Akishona kwa mwanga wa taa ya mafuta iliyomfanya macho yake yaumie. Alishona hadi usiku wa manane. Hadi vidole vyake vilikuwa na danzi. Hadi mgongo wake ulilalamika kwa njia ya maumivu ya utulivu. Kisha akalala kwa masaa machache na kuamka tena kabla ya jua. Watu wa bandari ya Upole walisema, yule mwanamke ana moyo wa simba. Watoto wake hawatapoteza njia kwa sababu mama yao amewaonyesha jinsi ya kutembea kwa heshima. Halima hakusikia sifa hizi kwa kiburi. Alisikia kwa unyenyekevu wa mtu ambaye anajua kwamba nguvu yake haikutoka kwake mwenyewe. Ilikuja kutoka mahali pa juu zaidi. Na anatumia nguvu ile kwa lengo moja tu: kumhakikishia Siti kwamba maisha yanaweza kuwa mazuri hata wakati yanaonekana magumu. Siti alikuwa mtoto mwenye hisia tele. Aliona kila kitu. Aliona jinsi mama yake alivyoinamia kidogo usiku. Aliona mikono ya mama yake iliyokuwa na vidonda vya kazi. Aliona machozi ambayo mama yake aliyafuta haraka asubuhi. Na kila alipoomba Mungu usiku, Siti aliomba kitu kimoja tu. Aliomba kwamba Mungu ampe nguvu mama yake. Aliomba kwamba mama yake apumzike siku moja. Aliomba kwamba yeye, Siti, atakapokuwa mkubwa, atamrudishia mama yake kila kitu. Maombi ya Siti ya utotoni yalikuwa ya kweli. Yalitoka moyo. Lakini maombi ya utotoni wakati mwingine yanabadilika yanakopokuwa ukubwani. Kama mbegu nzuri inayopandwa kwenye ardhi nzuri, lakini mvua haitoshi, au jua linachomoza zaidi. Mbegu inaweza kuota, inaweza hata kukua, lakini tunda lake si lile lililotarajiwa. Siti alikuwa mtoto mwenye akili ya ajabu. Walimu wake walimsema tangu darasa la kwanza kwamba kuna kitu tofauti ndani yake: uwezo wa kuelewa mambo haraka, uwezo wa kuuliza maswali ambayo yanafanya mwalimu asimame na kufikiria. Alipata nafasi ya scholarship, ufadhili wa kusomea mbali, katika mji mkubwa wa pwani, shule nzuri ambayo watoto wengi wa bandari ya Upole hawakuwahi hata kuisikia kwa jina. Siku Siti alipopata habari za scholarship hiyo, alirudi nyumbani. Alikimbia njia nzima toka shuleni hadi nyumbani. Alifika akipumua kwa nguvu na alimkimbilia mama yake ambaye alikuwa akipakata samaki nje ya nyumba. Alimbeba mama yake kwa nguvu za msisimko. Alikuwa bado mdogo kiasi kwamba hakuweza kumwinda vizuri, na akasema maneno haraka haraka bila kupumzika. Maneno ya furaha iliyojaa, maneno ya mtoto anayeamini kwamba ndoto inawezekana. Halima alimsikiliza Siti, akamsikiliza kwa uso wa mtu anayeshikilia furaha na huzuni kwa wakati mmoja. Furaha ya binti yake kupata nafasi kubwa, huzuni ya kujua kwamba furaha hiyo itamaanisha umbali. Lakini haruhusu huzuni ionyeshe usoni mwake. Alicheka, akamkumbatia Siti kwa nguvu, akasema, mwanangu, wewe ni jibu la sala zangu. Asubuhi iliyofuata, kabla Siti hajaamka, Halima alikwenda kwa jirani yake wa karibu, mwanamke mzee aliyeitwa Bibi Latifa, mtu ambaye alijua bei ya vitu na jinsi ya kupata pesa katika hali ngumu. Halima alimuulizia kama angeweza kumkopesha pesa ili kumhifadhi Siti mwaka wa kwanza, pesa za usafiri, pesa za mavazi, pesa za haja za mwanzo. Bibi Latifa alimkopesha bila kusita, na alisema maneno ambayo Halima aliyabeba: ukimsomesha binti yako, unasomesha vizazi viwili au vitatu vijavyo. Halima aliuza kuku wake wote, kuku 12, ambao walikuwa chanzo chake cha mayai ya kuuza kila wiki. Alichukua pesa hizo na kuziunganisha na mkopo wa Bibi Latifa.
Akamwandalia Siti begi mzuri, si jipya lakini zuri, lililoshonwa kwa nguvu ili lisivunjike njiani. Akamwandalia nguo zake bora, akamwandalia chakula cha njiani, mikate, matunda, maji ya kunywa. Na siku ya kuondoka akaenda naye mpaka kituo cha basi, ambapo watu wengi wa kijiji walikuwa wamekusanyika kumsalimu Siti. Wakati basi lilipoanza safari, Siti alitoa kichwa dirishani na kumwangalia mama yake aliyekuwa amesimama huku.